Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nikukaribishe katika muda huu ambapo tunaenda kujifunza neno la Mungu. Nikualike pale ulipo kwa ajili ya kuungana nami kwa ajili ya kutafakari maandiko matakatifu. Tunapoenda kuanza kipindi hiki, nikualike tuweze kuomba. Baba yetu Mungu mtakatifu, tunakushukuru kutulinda na kututunza. Tunakushukuru kwa baraka nyingi ambazo umeendelea kufanya kwangu na kwa msikilizaji wa kipindi hiki. Tunakualika tena sasa uwe pamoja nasi, neno lako liendelee kutujenga na kutuimarisha kwa maisha ya sasa na ya baadaye. Tuna imani wewe utakuwa nasi, tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, ninakuletea mada ambayo imejikita katika kichwa kinachosema imani ya Musa. Imani ya Musa. Imani ya Musa. Katika taifa la Israeli tunatambua kwamba wamekuwepo katika nchi ya Misri kwa kipindi cha kutosha, kipindi kisichopungua miaka 400 wakiwa utumwani, wakiwa wanatumika, wakiwa hawamiliki chochote, wakiwa ni vibarua. Wakati huo Yusufu, miongoni mwa watoto wa Yakobo, alipopata nafasi ya kuwa sehemu ya usimamizi katika himaya ya Farao, aliwatambulisha ndugu zake mbele ya Farao. Na kwa sababu hiyo, wakati wa usimamizi wake, Waisraeli walikuwa na maisha mazuri, na habari za kutumikishwa na kufanyishwa kazi ngumu hazikuwepo. Shida imekuja baada ya kifo cha Yusufu. Baada ya kifo cha Yusufu, hapa ndipo tunapata historia ya Waisraeli kuwa na maisha magumu, maisha ya kiutumwa. Na hapa ndipo ambapo historia ya kuzaliwa kwa Musa inaanza kujengwa. Baada ya kifo cha Yusufu, nchini Misri aliinuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu. Mfalme huyu, ile favor ambayo Yusufu alikuwa naifanya kwa ndugu zake, yeye akaona hawezi kuendelea nayo, na hata hivyo akaanza mikakati ya kuwafanya Waisraeli wawe watu wa kunyanyasika, wawe watu ambao hawana uhuru katika maisha yaliyokuwa yakiendelea katika nchi ya Misri. Huyu mfalme yeye akasema, na tuwatendee kwa akili hao Waisraeli wasije wakaongezeka tena. Unajua Waisraeli walikuwa wanazaliana sana. Mungu aliwapa fursa hiyo ya kuzaliana sana. Waisraeli tayari walikuwa watu wengi sana, walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi, na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Yaani Misri ukikatiza mitaa yake, sehemu kubwa ya wakazi walikuwa ni Waisraeli. Kitabu kile cha Kutoka sura ile ya kwanza, Kutoka sura ile ya kwanza na fungu lile la 7, sura ile ya kwanza Kutoka na fungu lile la 7, halafu tutaenda fungu la 10 mpaka 14. Tunapata habari za namna hawa Waisraeli walivyokuwa wakiongezeka, lakini pia
na hatua ambazo huyu mfalme mpya alizichukua kuwadhibiti kwa lengo kwamba wasiendelee kuwa wengi. Fungu lile la 10, fungu lile la 7, alafu nitaenda fungu la 10 mpaka 14. Neno la Mungu linasema, na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi, nao wakaendelea na kuongezeka nguvu, na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Lakini fungu la 10 tunapata habari ya huyu mfalme mpya aliyeingia. Anasema, haya na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka tena, ikitokea vita wao nao wasije wakashikamana na adui na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. 11, basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao, nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithom na Remesesi. Lakini kwa kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea, nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali, wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na ya matofali na kila namna ya kazi ya mashamba, kwa kazi zao zote walizotumikisha kwa ukali. Kwa hiyo unaona, huyu mfalme mpya akaja na mpango mkakati uliokuwa unalenga kuwatumikisha hawa Waisraeli na kuwafanyisha kazi ngumu. Amri ikatolewa. Katika harakati hizo za kuwafanyisha kazi, bado amri tena ikatolewa kwamba watoto wote wa kiume wanaozaliwa wauawe ili kuzuia Waisraeli wasiongezeke. Kumbuka, bado wanafanyishwa kazi ngumu za kuchosha, lakini bado Biblia inasema Waisraeli waliendelea kuongezeka. Mungu aliwabariki katika uzao wao, wakaongezeka mpaka wenyeji wao wa Misri wakabaki kushangaa na kushitushwa kwamba inawezekana kwa namna hivi wanavyozaliana wanaweza baadaye kuja kututawala. Na ili sasa wasitutawale, lazima ziwepo harakati za kufanya hawa watu wapungue. Lazima iwepo mkakati wa kuwafanyisha kazi ngumu ngumu, wachoke, wafike mahara wawe dhaifu. Lakini bado haikuwa hivyo, maana Waisraeli Mungu alikuwa amewajalia kwa namna ya pekee, kwa jinsi walivyokuwa wamezaliwa. Walikuwa watu wenye akili sana watu hawa. Mungu aliwabariki. Mungu aliendelea kusimama pamoja nao hata katika nyakati ngumu. Musa tunayemjifunza sasa leo, Musa alizaliwa katika kipindi hiki cha kutekeleza amri ya mfalme. Akazaliwa kwa Amramu na Yokobedi wa kabila la Lawi. Wakati wanatafutwa watoto wote wa kiume kwa ajili ya kuwaua, ndicho kipindi ambacho pia Musa anazaliwa. Kitabu cha Kutoka sura ile ya kwanza, fungu lile la 15 mpaka 22, 15 mpaka 22, neno la Mungu linasema, kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Waebrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili jina lake aliitwa Pua. Akasema, wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wa katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume basi muweni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa,
na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na kuwauliza, kwa nini kufanya jambo hili na kuwahifadhi watoto waume wawe hai? Wazalisha wakamwambia Farao, ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari hao, nao huzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikiria. Basi Mungu akawatendea mema wale wazalisha, na hao watu wakaongezeka sana, wakaendelea na kuzidi kuwa na nguvu nyingi. Ilikuwa kwa sababu wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, akawasimamishia nyumba. Kisha huyo Farao akawaagiza watu wake akisema, kila mtoto mwanamume atakayezaliwa mtamtupa mtoni, na kila mtoto mwanamke mtamhifadhi hai. Kwa hiyo Musa, ndugu msikilizaji, anazaliwa katika kipindi hiki cha agizo la mfalme kwamba watoto wote wa kiume waweze kuuliwa. Na habari njema ni hii, Mungu alijua kwamba ni katika kipindi hiki Musa atazaliwa. Mungu akazungumuza na hawa wakunga, hawa wauguzi, hawa wazalishaji, akawaambia msifanye hivyo. Biblia inasema walikuwa wanamcha Mungu. Unajua tunaposema kumcha Mungu ni kumheshimu Mungu, ni kuonesha kicho, hofu, kutetemeka katika yeye anayestahili kutetemekewa, naye si mwingine ni Mungu. Kwa hiyo hawa watu walimcha Mungu, walimheshimu Mungu, walikuwa na kicho mbele zake. Hawakuona sababu ya kumkosea Mungu, hawakuona sababu ya kufanya dhambi hii kwa kumfurahisha mfalme. Unajua, wakati mfalme anawauliza kwa nini hamjatekeleza hii amri, wanamwambia hawa wanawake wa Kiisraeli sio kama wale wa Kimisri. Wao wanazaa kabla hata sisi wazalishaji hatuja wakaribia. Alipogundua hilo, akabadilisha tekniki. Anasema, sasa pamoja na hayo, hakikisheni wanapozaliwa hao watoto, kamateni, tupeni mtoni. Lakini bado Mungu aliendelea kusimama na kuhakikisha kwamba Musa atakapozaliwa atakuwa katika mahala salama. Sikiliza, Musa akiwa amezaliwa, akiwa ni mtoto mzuri. Biblia inasema alikuwa ni mtoto mzuri alipozaliwa. Mama yake Yokebedi alimuficha mtoto kwa miezi 3, akatengeneza kisafina, akamweka humo ndani, akaenda mtoni, akaweka kile kisafina kule mtoni, kikawa kinaelea. Lakini habari njema ni kwamba baada ya Musa kufichwa, alichukuliwa na binti Farao katika ikulu ya mfalme. Nataka nikwambie, Mungu ni wa ajabu sana. Mungu anatufahamu hata kabla hatujazaliwa. Mungu anatufuatilia kwa sababu ana makusudi na sisi. Huyu Musa wakati amezaliwa na kufichwa kwa miezi 3 na baadaye akaokotwa, bado muujiza ulitendeka. Mama yake huyu Yokebedi alichukuliwa na kwenda kumnyonyesha kwa kipindi cha kutosha, akamfundisha, akamulea. Na unajua, anamulea yuko katika himaya ya Kimisri, lakini akifundisha mafundisho ya Mungu wa Israeli. Akakaa naye kwa kipindi kisichopungua miaka 12, na baadaye akapelekwa katika himaya ya Misri.
katika himaya ya Farao, Musa akiwa na umri usiopungua miaka 12 akaendelea kuwa sehemu ya wale ambao walikuwa wanapata elimu ya Kimisri. Biblia inasema katika kitabu kile cha Matendo sura ya 7 na fungu la 22. Matendo sura ya 7 na fungu lile la 22, neno la Mungu linasema, Matendo 7:22. Sikiliza ndugu msikilizaji na mtazamaji. 7:22, neno linasema, Musa akafundishwa hekima yote ya Wamisri, akawa hodari wa maneno na matendo. 23, umri wake ulipopata kama miaka 40, akaazimu moyoni mwake kwenda kuwatazama ndugu zake Waisraeli. Kwa hiyo amekaa katika ikulu hiyo akifundishwa mpaka anafikisha miaka 40. Hatimaye moyoni mwake akaazimu kwamba nahitaji kuonana na ndugu zangu. Unajua, ukiwa katika himaya ya ikulu, ulinzi unakuwa mwingi. Ule uhuru wa kutembea tembea unakuwa kidogo haupo. Ukienda huku, walinzi wako pamoja na wewe. Musa akaazimu moyoni mwake kwamba ni kipindi kirefu sasa hayuko karibu na Waisraeli wenzake. Akaazimu moyoni mwake, nitaondoka na kwenda kukutana na Waisraeli wenzangu. Na kwa kweli hakufanya kosa. Fungu la 24 Biblia inasema katika Matendo 7:24, akamwona mmoja akidhulumiwa, Mwisraeli mmoja akamwona akidhulumiwa, akamtetea, akamlipia kisasi yule aliyekuwa akionewa, akampiga huyo Misri. 25, fungu la 25, alidhani kwamba ndugu zake watafahamu ya kuwa Mungu anawapa wokovu kwa mkono wake, lakini hawakufahamu. Kwa hiyo Musa, kilichomfanya atoke katika ikulu na kwenda katika kuungana na ndugu zake wa Israeli ilikuwa ni kwamba katika makuzi yake, kwa kipindi alichokaa na mama yake takriban miaka 12, alifundishwa kwamba unapokubali kutumika upande wa Mungu, kumsikiliza Mungu na kumheshimu Mungu, ipo thawabu kubwa utakayoipata. Na ndiyo maana akaona haina maana ya kuendelea kung'ang'ana na mambo haya ya Kimisri. Sawa, kuna kila kitu. Musa hakuwahi kupungukiwa akiwa Misri. Maisha yalikuwa mazuri, kama ni chakula kipo, anachokitaka anapewa. Lakini kuna faida gani kung'ang'ana na mambo hayo halafu asiwe na tumaini la kuokolewa? Akaazimu moyoni mwake, nitaondoka, nitaenda kuungana na Waisraeli wenzangu. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, imani hii ya Musa inapaswa kuwa imani yetu pia. Katika maisha yetu yapo mambo ambayo yametuchukulia muda sana. Wapo marafiki ambao wametuteka sana. Zipo shughuli ambazo zimetufanya muda mwingi tukose wa kumwabudu Mungu. Tunakuwa tu bize katika mambo ambayo ni ya dunia hii, wakati mambo yanayohusu wokovu wetu, mambo ambayo yanahusu huduma kwa Mungu wetu na kwa watu wengine, yamekuwa kidogo hayatendeki vile ambavyo Mungu amekusudia. Lazima ifike mahara ufanye maamuzi magumu kama ambayo Musa alifanya, bila kujali kwamba ni nini kitatokea baada ya mimi kuamua. Kinachotakiwa kufanyika ni kwamba unapaswa kuamini kwamba katika kumtumikia Mungu siku zote hakuna hasara, isipokuwa kuna faida. Kuna faida. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, Musa aliamua kuondoka. Na anapoondoka alikuwa amepata elimu ya kutosha
kutoka katika himaya ya Misri. Katika ule ua wa Farao, Musa alipokea mafundisho ya juu kabisa kuhusu mambo ya uraia na ya kijeshi, na mfalme alikuwa amekusudia kwamba Musa aje awe murithi wa kiti chake cha enzi. Ilikuwa ni utaratibu kwamba mfalme amwandae mtu atakayeshika kiti. Kwa hiyo Musa alikuwa anaandaliwa kushika kiti, lakini Musa akasema haina maana. Musa alifundishwa kuhusu thawabu ya mwisho watakayopewa watumishi wa Mungu wanyenyekevu na watiifu. Kwa hivyo fundisho hili lilimjenga katika makuzi yake, na hata anapokuwa mtu mzima, miaka 40 ni mtu mzima, alipoamua kuondoka, aliondoka akijua anachoenda kukifanya na akiwa na tumaini kwamba Mungu hatamwacha. Kitabu kile cha Waebrania 11. Waebrania 11, ndugu msikilizaji na mtazamaji, tunajifunza imani ya Musa, imani ambayo hakumshirikisha mtu yeyote isipokuwa yeye na Mungu wake. 11:24 mpaka 27. 11 fungu la 24 mpaka 27. Ibrania 11:24 mpaka 27. Neno Mungu nasema, kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akakataa. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo, akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina ya Misri, kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. 27. Kwa imani akatoka Misri asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama amwonaye yeye asiyeonekana. Hii imani ambayo Biblia imetaja kwamba ni bayana ya mambo yasiyoonekana inahitajika pia kwako, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki. Imani ambayo haijengwi kwa vitu vinavyoonekana, inaamini katika yale yasiyoonekana. Sikiliza, huyu Musa aliamua kutoka moyoni kwamba hata kama mfalme atachukua maamuzi ya kumfuatilia, yeye aliamini yupo Yesu ambaye kwa macho ya kibinadamu hatuwezi kumuona, lakini atakuwa pamoja naye na atamshindia katika maamuzi hayo. Akatoka Misri asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama amwonaye yeye asiyeonekana. Alimwona Yesu akishughulika kwa ajili yake, akimtia moyo, akimpongeza kwa maamuzi ambayo ameyafanya kutoka katika himaya ya Kimisri na kuchangamana na Waisraeli wenzake na kuwatia nguvu na hatimaye kuwakomboa kutoka katika utumwa wa Kimisri. Yesu anakusubiri ufanye maamuzi, ndugu msikilizaji na mtazamaji. Hayo mambo yaliyokukamata, inawezekana ni miradi, inawezekana ni aina ya marafiki ulio nao, wamekufunga. Wakati fulani ukijitahidi kuonekana kwamba wewe ni mcha Mungu, wanakusema kwamba wewe una imani kali, wewe sijui una urokole. Nataka nikwambie, simama katika maamuzi yako, maadamu umemchagua Yesu. Yeye yuko pamoja na wewe, wala hata kuangusha, hata kushindia. Mungu anakuwazia mema siku zote. Musa aliamini katika maamuzi aliyoyafanya kwamba ipo thawabu, hata kama sio sasa,
lakini ipo thawabu kwa maisha ya baadaye. Hapo ni kuamini katika mambo yasiyoonekana. Hii imani ya Musa inapaswa kuwa imani yako pia, ndugu msikilizaji na mtazamaji. Musa alikataa kuitwa mwana wa binti Farao, akakataa akiwa na umri wa miaka 40. Akaamua kabisa kutoka moyoni kwamba yatosha kukaa katika himaya ya Kimisri. Umekaa katika himaya ya shetani kwa miaka mingapi? Wakati fulani kuna dhambi fulani imekusumbua kwa muda mrefu. Kila ukijaribu kuiungama hiyo dhambi haitoki, unairudia. Nataka nikwambie, ukiamini kwamba katika Yesu hii dhambi naweza kuishinda, ukaazimia, ukakatakata mifereji na minyororo inayofanya unaendelea kufanya dhambi hiyo, nataka nikwambie utashinda. Utashinda. Katakata minyororo, katakata mifereji, katakata mahusiano na shetani ambayo yanafanya imani yako isikue, imani yako endelee kuwa dhaifu. Simama kwa ujasiri ukiamini kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Sikiliza, Musa akaona afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Haina faida, ndugu msikilizaji na mtazamaji, haina faida kunemeka katika maisha haya halafu ukakosa uzima wa milele. Yesu alisema itamfaidia nini mtu akipata yote katika dunia hii halafu akapata hasara ya nafsi yake? Ninakutia moyo, lazima imani ya Musa iwe imani yako pia, na Mungu akusaidie hata unapopanga kuamua. Usimshirikishe mtu, wewe na Mungu wako pekee. Fanya maamuzi kwamba wale marafiki waliokuwa wananiteka, tunaenda katika mambo ya kidunia, mambo ambayo hayafai. Zile shughuli ambazo zilikuwa zinafanya mpaka namkosea Mungu. Sikiliza, wewe tangu sasa kubali kuanza kukata kwa uhakika huo muunganiko ambao ulikufanya imani yako ishuke, mahusiano yako na Mungu yashuke. Anza kukatakata kuanzia sasa. Simama kwa ujasiri kwamba Mungu yuko pamoja na wewe, atakushindia. Amini kwamba hapo mbele, baada ya wewe kuamua kwa dhati, yapo mambo yajayo ambayo yatakuwa sehemu ya furaha na raha katika maisha yako. Mara ngapi katika maisha yako umekuwa huna imani hata kwa Mungu wako? Huna imani. Mara ngapi umejaribiwa, unapougua unaona ugonjwa unasumbua kwa muda mrefu? Mara ngapi umejaribiwa wakati fulani hali ngumu ya maisha inakuchukua hata miezi kadhaa? Wakati fulani umeingia hata katika madeni, unahisi kana kwamba wewe si mtu katika watu. Imani ikapotea kabisa. Unawaangalia hata ambao hawana muda na Mungu, hawasali, kana kwamba wao wamefanikiwa, lakini wewe unaona kama hujafanikiwa. Sikiliza, hayo yote hayapaswi kukufanya ukate tamaa. Maana hata hivyo haimaanishi kwamba unapokuwa na imani kwa Mungu hautapata changamoto. Hata Musa alipata changamoto pamoja na kuamini katika Mungu wa mbinguni. Mungu bado kuna mambo aliruhusu Musa yapitie, lakini Mungu alidumu kumtia nguvu. Musa akadumu kuwa na tumaini mwanzo mwisho wa safari yake. Hakurudi nyuma. Hakurudi nyuma. Imani ya Musa inapaswa kuwa imani yako pia. Imani inayojengwa sio kwa vitu vinavyoonekana, bali katika mambo yasiyoonekana. Ndugu msikilizaji na mtazamaji,
Musa akahesabu kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu. Na unajua Yesu aliwahi kusema kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 5, alisema bora watu wakushutumu, lakini uwe na imani katika yeye. Wakushutumu kwa ajili ya Kristo, wakushutumu, wakuseme vibaya, wakutenge, wakudhihaki, lakini wewe imani yako kwa Yesu isishuke. Mathayo 5:11 mpaka 12, neno la Mungu nasema, heri ninyi watakapo washutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Sikiliza ndugu msikilizaji, hata Musa nabii huyu kushutumiwa, alishutumiwa kufanyiwa mambo yasiyofaa. Baada ya haya maamuzi ya Kutoka, alianza kufuatiliwa, walianza kumfuatilia. Lakini nataka nikwambie, Musa hakurudi nyuma, Musa alisonga mbele. Kwa hiyo wewe pia utakapoamua kujenga imani kwa Mungu peke yake, kuacha mambo ya kishirikina, kuacha kupigisha ramuli, kuacha kudanganywa kwamba kuna mtu fulani, kuna mganga fulani wa kienyeji anatibu, mganga fulani wa kienyeji anatoa ulinzi, mganga fulani wa kienyeji anafanikisha mambo, ukatoka katika hizo imani za kipagani, hizo imani za kishetani, ukamtumaini Mungu, ukajenga imani katika yeye. Nataka nikwambie, ushindi ni hakika. Wewe sio wa kwanza kushutumiwa. Wapo wengi katika Biblia wametajwa, walipomwamini tu Mungu walipita katika mambo magumu, lakini walisimama, hawakurudi nyuma na ushindi ulipatikana. Sikiliza, hata kama itakugharimu wewe kupoteza uhai, haifanyi kwamba wewe ujitenge na uso wa Mungu. Maana sio mtu wa kwanza wewe kufanyiwa hayo. Ngoja nikupitishe kidogo hapa waliokuwepo kabla yako. Biblia imetaja kwa namna ya pekee. Sikiliza kitabu kile cha Waebrania 11, nianzie fungu lile la 34. Anasema walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni. Wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo, naam, kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani. 37. Walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi, walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendwa mabaya. Watu walikuwepo waliomwamini Mungu, walioamini kwamba aheri kufa kuliko kumkana Mungu. Mojawapo Petro alipitia hayo, lakini Paulo aliyapitia hayo. Walishinda, hata kama walikufa, lakini walikufa wakiwa na tumaini kwamba watamwona Yesu ajapo mara ya pili. Musa alisimama na kujenga msimamo wake kwa Mungu kwamba ni afadhali ashutumiwe kuliko kujitenga na utakatifu wa Mungu. Musa akaazimu kutoka Misri bila kuogopa amri ya mfalme. Musa kwa imani aliyokuwa nayo akafanya na Pasaka kwa maelekezo ya Mungu ya kunyunyiza damu, ikiwa ni sehemu ya maelekezo kwamba waepukane na adhabu ambayo Mungu alikusudia kutoa kwa taifa lile la Misri, na hasa kwa mfalme Farao aliyefanya moyo mgumu
wa kuachia Waisraeli kutoka. Kwa hiyo likawepo pigo la kuua wazaliwa wa kwanza. Musa akafanya kwa imani, pigo hata lijatokea, lakini Musa akafanya kwa imani. Wakatoa maelekezo, wakapaka damu katika miimo ya milango, na usiku ule wakati wazaliwa wa kwanza wanaangamizwa, wazaliwa wa kwanza wa Israeli wakapona. Musa akafanya kwa imani, akafanya kwa imani, akafanya kwa imani. Ngoja nikwambie ndugu msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki, haimaanishi kwamba ukiwa na imani kwa Mungu haupati changamoto, kama ambavyo tumesoma mafungu yaliyotangulia. Huyu Musa ambaye Biblia inamsema alikuwa na imani kwa Mungu wake, lakini bado Mungu aliruhusu Musa akapumzika. Kitabu kile cha Hesabu 20, tuanzie Kumbukumbu la Torati 34 1 mpaka 7. Tuanzie Kumbukumbu la Torati 34 1 mpaka 7, halafu tutarudi hapo katika Hesabu 20 fungu la kwanza na 12. Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati fungu lile la 34. Kumbukumbu la Torati 34, Kumbukumbu la Torati 34 fungu lile la kwanza mpaka la 7. Musa akapanda kutoka uwanda wa Moabu mpaka mlima Nebo hata kilele cha Pisga kukabili Yeriko. Bwana akamwonyesha nchi yote ya Gilead hata Dani na Naftali yote, na nchi ya Efraimu na Manase, na nchi yote ya Yuda mpaka bahari ya magharibi na Negebu na uwanja wa bonde la Yeriko, mji wa mitende, hata mpaka Soari. Bwana akamwambia, hii ndiyo nchi niliyowapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo nikisema, nitawapa wazao wako. Basi nimekuonyesha kwa macho yako, lakini hutavuka huko. Basi Musa mtumishi wa Bwana akafa huko katika nchi ya Moabu kwa neno la nani? Kwa neno la Bwana. Fungu la 6, akamzika bondeni katika nchi ya Moabu kukabili Beth-peori, lakini hapana mtu ajuaye kaburi lake hata leo. Fungu la 7, Musa alikuwa mtu wa miaka 120 alipokufa. Jicho lake halikupofuka wala nguvu za mwili wake hazikupunguka. Musa tunaona kwamba baada ya kusafiri kwa kipindi cha miaka 40 jangwani na taifa la Israeli, baada ya kuwakomboa na kutembea nao na kufanya yote ambayo Mungu alikuwa amemwelekeza. Unajua Biblia inasema Musa alikuwa anaongea na Mungu kama mtu anavyoongea na rafiki yake. Kuna nyakati Musa unaweza kushangaa, ni kana kwamba alikuwa anamwamurisha Mungu, anamwambia usipowasamehe Waisraeli dhambi yao, basi mimi kufa na nife. Mungu anasema hapana Musa, usife, mimi nimewasamehe. Walikuwa wana ukaribu usio wa kawaida, ukaribu ambao hata Musa akileta hoja mbele za Mungu, Mungu alikuwa tayari kumwelewa na kumwelekeza cha kufanya ili aweze kusonga mbele. Sikiliza ndugu msikilizaji, unahitaji kuwa na imani kwa Mungu, imani ambayo itakufanya Mungu usimuone kama ni mkali, umuone kama rafiki yako. Maana wale wote ambao wamejisalimisha mioyo yao kwake, hao watu amesema wao atawaita ni rafiki zake. Utakuwa rafiki wa Mungu kama Musa alivyokuwa rafiki wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu alijenga imani yake kwa Mungu, alijenga tumaini yake kwa Mungu. Musa
kwa kipindi cha miaka 40 amefanya miujiza mingi kwa sababu ya uweza wa Mungu uliokuwa ndani yake. Aliwahi kunyanyua nyoka wa shaba jangwani. Kila aliyemtazama yule nyoka baada ya kuwa ameumwa na nyoka wale wa kule jangwani, wale nyoka wa sumu, kila aliyemtazama yule nyoka kwa imani na kwa matumaini alipona. Unajua yule nyoka alikuwa anawakilisha Yesu Kristo atakaye kuja kufa kwa ajili ya Waisraeli wale, lakini pia kwa ajili yako ndugu msikilizaji. Musa alifanya miujiza mingi. Alinyosha fimbo yake, bahari ya Shamu ikagawanyika pande mbili. Sikiliza, Musa aliwatolea maji katika mwamba kwa maelekezo ya Mungu. Amefanya miujiza mingi kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Ukiwa na imani na Mungu, alisema hata kuhamisha mlima unaweza, maana wewe una imani iliyojengwa kwa Mungu mwenyewe. Hesabu 20. Sikiliza. Hesabu 20 fungu la kwanza mpaka la 12. Hesabu 20. Hesabu 20 fungu la kwanza mpaka la 12. Neno Mungu linasema, kisha wana wa Israeli mkutano wote wakaingia bara ya Sini katika mwezi wa kwanza, watu wakakaa Kadesh. Miriam akafa huko, akazikwa huko, na hapo hapakuwa na maji kwa ule mkutano. Wakajikusanya juu ya Musa na juu ya Haruni. Watu wakashindana na Musa, wakanena wakisema, ingalikuwa heri kama tungalikufa wakati ule ndugu zetu walipokufa mbele za Bwana. Mbona mumewaleta kusanyiko la Bwana hata jangwa hili ili tufe huku sisi na wanyama wetu? Na mbona mmetupandisha kutoka Misri ili kutuleta hata mahali hapa pabaya, si mahali pa mbegu wala tini wala mizabibu wala makomamanga, wala hapana maji ya kunywa? Musa na Haruni wakatoka pale palipokuwa mkutano, wakaenda hata mlangoni pa hema ya kukutania, wakaanguka kifudifudi. Utukufu wa Bwana ukawatokea. Bwana akasema na Musa akinena, twaa ile fimbo ukawakusanye mkutano, wewe na Haruni ndugu yako, ukauambie mwamba mbele ya macho yao utoe maji yake, nawe utawatokezea maji katika mwamba, na hivyo utawanywesha maji mkutano na wanyama wao. Musa akaitwaa hiyo fimbo kutoka mbele za Bwana kama alivyomwamuru. Musa na Haruni wakawakusanya kusanyiko mbele ya mwamba. Akawaambia, sikieni sasa enyi waasi, je, tuwatokeze maji katika mwamba huu? Musa akainua mkono wake akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara mbili, maji yakatoka mengi, mkutano wakanywa na wanyama wao pia. Bwana akamwambia Musa na Haruni, kwa kuwa hamkuniamini mimi ili kunistahi mbele ya macho ya wana wa Israeli, basi kwa sababu hiyo hamutawaingiza kusanyiko hili katika ile nchi niliyowapa. Ngoja nikwambie, ni kweli Musa hakuingia katika Kanaani ya duniani kwa kosa la kutokufanya kama Mungu alivyomwelekeza. Kwanza Musa hapa, Biblia inasema badala ya kumuinua Mungu alijiinua yeye. Mnataka tuwatolee maji katika mwamba huu? Aliyekuwa anafanya maji yatoke ni Mungu. Lakini pia aliambiwa auambie mwamba utoe maji. Halafu yeye akaupiga mwamba mara mbili. Sikiliza, bora hata angeupiga mara moja. Sasa aliupiga mara mbili. Unajua ule mwamba ni Yesu Kristo, na Biblia imeshaelekeza kwamba Yesu atakufa mara moja. Kwa hiyo kitendo cha kupiga mwamba mara mbili, huo ni unabii mwingine ambao ulikuwa unapingana na neno la Mungu, kwamba Yesu aje apigwe mara mbili, kitu ambacho sio kweli. Yesu alishatabiriwa kwa kifo chake mara moja. Mara moja dunia yote itaokolewa.
Kwa hiyo Musa kuupiga mwamba mara mbili, hapo alikuwa anataka kutengeneza kama unabii mwingine, kitu ambacho kinataka kupingana na neno la Mungu, lakini alipewa maelekezo kuuambia mwamba, sio kuupiga. Bado badala ya kuuambia, yeye akaupiga. Mungu akamwambia, kwa sababu wewe na Haruni hamkuniamini mimi ili kunistahi mbele ya macho ya wana wa Israeli, basi kwa sababu hiyo hamtaingia. Ngoja nikwambie, ni kweli Musa hakuingia katika Kanaani ya duniani, lakini Musa baada ya kufa kwake Mungu alimfufua. Hiyo ni dhahiri kwamba Musa alisamehewa. Musa alipewa tumaini la kuishi maisha yale ya umilele, kwa sababu Mungu alimuona katika safari yake, alisimama sehemu kubwa na neema ya Mungu ikaingilia, licha ya kwamba changamoto ile ilifika mahara akakutana nayo. Unajua, sikiliza, wanadamu wakati tuna hasira. Dhambi hii ilipoingia tu katika dunia, ilifanya wanadamu tuzaliwe na elementi za hasira. Hata Musa naye alikuwa na kama hasira. Hata maneno yake yalikuwa hayatoki vizuri. Ndio maana wakati anaitwa alisema, mimi sio msemaji sana. Lakini Mungu akamwambia, usiogope, nitakupa mtu mwingine, Haruni utakuwa naye. Kwa hiyo alipokuwa wanamchokoza Musa alikuwa ni mtu wa hasira, alikuwa na hasira. Utakumbuka hata yule Misri aliyokuwa anatesa Mwisraeli mwenzake, Musa alipomkuta hakufurahia, akakamata, akapiga, akaua, akamzika kwenye mchanga. Haya mambo yote yalikuwa yanatokana na zile chembe ambazo zipo katika hii dunia. Hakuna mwanadamu anayezaliwa akiwa ni mkamilifu, lakini bado Musa alikuwa na imani na Mungu. Kwa hiyo Musa, pamoja na kwamba alikufa, lakini bado tunalo tumaini kwamba Mungu alimfufua Musa, na Musa leo yuko mbinguni. Sikiliza, kuwa na imani kwa Mungu hakuzuii mtu kufa. Kifo kipo pale, ila ni kifo cha kawaida, kifo ambacho unakufa tu kwa muda, halafu Biblia inasema unakuwa kama umelala. Maadamu umemwamini Yesu Kristo, unatumaini la kufufuliwa na kuishi maisha yale matakatifu, maisha ya uzima wa milele. Kwa hiyo utakapojenga imani kwa Bwana, haimaanishi kwamba hutakufa. Utakufa, lakini unatumaini kwamba ukifa, Yesu akija atakufufua na kuishi katika makao ya amani. Sikiliza, unajua Musa huwakilisha wanadamu wote wanaokufa katika Kristo, ambao wakati Yesu atakapokuja mara ya pili, watu wa namna hii waliokufa katika Kristo, waliokufa wakimwamini Mungu peke yake, hao watu watafufuliwa kwanza, kisha wataungana na walio hai, halafu wakiwa na miili mipya, miili ya kutokufa, kisha watamlaki Yesu hewani na kwenda katika makao ya amani. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 4:15 mpaka 18. Thesalonike wa kwanza sura ya 4, sura ile ya 4:15 mpaka 18. 4 Thesalonike wa kwanza 4:15 mpaka 18. Neno la Mungu nasema, kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Ndugu msikilizaji, napenda nikutie moyo kwamba unapodumu kuwa na imani thabiti kwa Mungu, imani ambayo sio inayojengwa katika vitu vinavyoharibika, imani ambayo inajengwa kwa vitu visivyoonekana na wala sio vitu vinavyoonekana, ukadumu hivyo hata wakati wa kuja kwake Bwana, kama atakuta umelala, unatumaini kwamba utapata uzima wa milele.
atakufufua. Tumaini lipo. Na wapo wengine atawakuta hai. Kama atakukuta hai, basi wewe unatumaini la kumwona na kwenda naye katika makao ya amani. Kwa hiyo Musa, pamoja na kwamba alikufa, Biblia inasema Mungu hatimaye alimfufua. Unajua, wakati fulani Yesu akiwa naomba, walitokea Musa na Elia ambao ni miongoni mwa watu ambao wako mbinguni, kwa sababu walithibitika mbele za Mungu kwamba waliishi maisha yanayompendeza yeye. Kitabu kile cha Mathayo 17 tunapata jambo hili ambalo linatuthibitishia kwamba Musa yuko hai, Mungu alishamfufua. Mathayo 17 fungu la 1 mpaka la 3. Na baada ya siku 6 Yesu akawatwaa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye. Musa na Elia, hao wote wako mbinguni, Musa na Elia. Kwa hivyo Musa baada ya kufufuliwa kwake inatuthibitishia kwamba anawakilisha wale wanadamu wote wanaomwamini Mungu watakaofufuliwa baada ya Yesu kuja mara ya pili, watakao kufa katika Kristo halafu wakafufuliwa na kwenda katika makao ya amani. Halafu huyu Elia anayetajwa anawakilisha Elia pamoja na Henoko ambao nao walitwaliwa wakiwa bado hai. Hawa hawakufa, walipanda mbinguni wakiwa hai. Hawa wanawakilisha wanadamu wote watakao dumu kumcha Mungu na kuwa na imani katika yeye, na Mungu atakapowakuta wakiwa hai, wakiwa wamesimama katika imani katika yeye, hao nao watabadilishwa tu miili yao, wanavishwa miili mipya, miili ya kutokufa, halafu wanaungana na wale ambao walikufa halafu wamefufuliwa, na wao wakiwa na miili mipya, halafu wataungana pamoja, halafu watamlaki Yesu hewani, maana Yesu hawezi kurudi katika ardhi hii. Tamlaki hewani, halafu watakwenda naye katika makao yale ya amani. Ndugu msikilizaji, ninakutia moyo kwamba hujachelewa kuwa na imani thabiti kwa Mungu wako. Leo Mungu akusaidie. Fanya maamuzi ambayo yatakufanya uondoe vile vizuizi vyote vilivyokuwa vinafanya imani yako iwe dhaifu. Udumu kumtegemea Mungu, ujenge maisha yako kwa Mungu peke yake, umtumaini yeye, uishi maisha ambayo yatakuwa na fursa ya kuwafanya wengi zaidi waokolewe. Unajua, kuna watu wengi wanakuangalia wewe. Kama utaamua kujenga imani kwa Mungu wetu, ukaacha makando kando, ukaacha dhambi hata kama zingekwaza namna gani, yeye atasamehe. Ukasimama upande wake, ukamkabidhi njia zako zote, yawe ni magonjwa, iwe ni biashara, iwe ni kilimo, iwe ni ufugaji, iwe ni ndoa yako, wawe ni watoto wako, na kila aina ya jambo ambalo unaweza kulifanya katika dunia hii, ukamkabidhi yeye, ukamtumaini yeye. Nataka nikwambie, wewe utakuwa baraka kwa watu, utakuwa baraka kwa familia yako. Wewe utakuwa na tumaini la maisha ya sasa, maana utabarikiwa kwa sasa, lakini baadaye pia utakuwa na tumaini la kumwona Yesu ajapo mara ya pili. Mungu na akubariki, Mungu na akutie nguvu, Mungu na akuimarishe katika imani yako. Uzidi kusimama imara ukiamini kwamba hapo mbele, kwa kumwamini Mungu kama Mwokozi na muumbaji wako, ameandaa maisha mazuri kwa ajili yako, ameandaa tumaini jipya katika maisha yako, maana yeye anapenda wewe na mimi tuokolewe, anapenda wewe na mimi tupate uzima wa milele. Mungu akubariki unapojisalimisha kwake, unapojenga imani thabiti kwake na kuwa mfano kama Musa alivyosimama akakataa yale mambo yote ya Kimisri, akashikamana na Mungu, akasema ni afadhali nikateseke na Waisraeli wenzangu kuliko kujinufaisha na mambo ya Kimisri halafu nikapata hasara ya uzima wa milele.
Mungu na akubariki na akutie nguvu katika jina la Yesu. Amina. Na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa msikilizaji huyu aliyefuatilia kipindi hiki, kipindi cha kuwa na imani kama ya Musa, imani ambayo haitetereki, haiogopi ghadhabu. Imani hii iendelee kuwa ndani ya moyo msikilizaji. Mtie nguvu, muimarishe, mubariki. Hata kama na ugumu anaopitia ni magonjwa, mponye. Ana ugumu wa maisha, uchumi umekuwa unatetereka, Bwana imarisha uchumi wake, mfanye kwa mtu mwenye matumaini, mfanye kusimama kiroho, na yeye na familia yake na jamii inayomzunguka. Dumu kuandaa kwa neema yako, wapate uzima wa milele. Mbariki wakati mwingine tena, atenge muda kama huu wa kukusikiliza na kupokea neno lako katika jina la Yesu. Amina. Amen.